Mtazamaji, hebu tutazame kwa pamoja ile Warumi sura ya kwanza ule mstari wa 28. Anasema kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wafanye yasiyowapasa. Yaani mwanadamu anayo mamlaka lakini hana nguvu. Mungu anayo nguvu na shetani naye anayo nguvu. Hivyo nini tunatakiwa tufahamu hapa katikati ni kwamba maandiko ya Paulo ambayo anayasema kwa Warumi kwamba wako watu ambao walikataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Kwa nikasema akili si vile ambavyo wanafikiria watu. Akili haikai katika ubongo. Akili ni jambo la kiroho, ufahamu ni jambo la kiroho. Na ndio maana Biblia inaonya mahali fulani, inasema kwamba Mungu atawafundisha akili. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Danieli, wakati malaika Gabriel alipokuja kwa Danieli akasema, nimekuja nikutie akili, nimekuja nikupe akili, nikufundishe akili. Kwa hiyo akili inafundishwa katika ulimwengu wa roho. Asili ya akili iko katika ulimwengu wa roho. Kwa haya tunayoona katika mwili ni kwamba tunatumia sehemu tu, na elimu ya dunia iko kwa ajili ya kutumia tu sehemu ya akili ambayo asili yake iko katika ulimwengu wa roho. Sasa Paulo anawashangaa hawa watu ambao wamemkataa Mungu ambaye ndiye asili ya akili yenyewe.